hukmu wad'i sutrati fi salati, hukmu ya kuweka sutra katika swala. Nini maana ya sutra? Sutra ni kibao ambacho kina urefu wa dhiraa moja. Dhiraa ni hii, kutoka hapa mpaka hapa. Ni kibao ambacho kina urefu wa dhiraa moja. Kibao hichi yule mwenye kuswali anatakiwa akiweke mbele yake wakati anaswali. Hii ni sutra. Kuna baadhi ya misikiti mashaallah, ukiingia hivi vibao vipo vimewekwa kwa yule mwenye kuswali sunna. Ikiwa ni katikati ya msikiti, anachukua kile kibao anaweka mbele yake. Hii ndio inaitwa nini? As-sutratu. As-sutratu baina yaday al-musalli, sutra mbele ya mtu anayeswali. Idha kana imama, pindi anapokuwa ni imama, au munfaridan, au anapokuwa anaswali peke yake. Sunnatun muakkadatu, hii ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, iliyohimizwa na kukokotezwa na kutilia nguvu. Wadhalika biittifaqi almadhahib alfiqhiyyah al-arba'a, na hayo ndio makubaliano ya madhehebu ya fiqhi aina nne: alhanafiyya, upande wa Abi Hanifa, walmalikiyati, na upande wa Imami Malik, washafi'iyya, na upande wa Imami Shafi'i, walhanabilati, na upande wa Ahmad bin Hanbal. Wote wameafikiana na kukubaliana as-sutratu lilmusalli, hii inakuwa ni sunna iliyokokotezwa na kutiliwa nguvu na mkazo. Wa hukiya al-ijma'u ala dhalik, na yamepokelewa makubaliano ya maulama juu ya jambo hilo la sutra. Nenda kwenye kitabu Al-Kafil ibn Abd al-Barr, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 209. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3, ukurasa 247. Nenda kwenye kitabu Kashafu al-Qina'i lil-Bahuti, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 382. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni ibn Rushd, kitabu nambari 2, ukurasa 174. Al-adillatu min as-sunnati, tuangalie dalili kupitia mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dalili ya kwanza, an Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Dharr al-Ghifari, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye. Qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, idha qama ahadukum yusalli, pindi anaposimama mmoja wenu kuswali, fa innahu yasturuhu, hakika yake yeye atakuwa ameweka sutra, idha kana baina yadayhi, pindi itakapokuwa mbele yake, mithlu akhirati rahli, mfano wa kibao cha nini? Kile kiti ambacho kinachowekwa juu ya mgongo wa ngamia. Urefu wake unakuwaje? Unakuwa ni dhiraa moja, hiyo sutra. Kwa hiyo pindi unapoweka ile sutra ambayo usawa wake ni kama mfano wa kile kibao kinachopatikana nyuma ya kipando cha ngamia, tayari wewe umeweka sutra. Na hii ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam iliyokokotezwa. Nini maana ya kukokotezwa? Imetiliwa nguvu, imetiliwa mkazo. Ni jambo muhimu kwa mwenye kuswali.
kwa sababu kuna hatari kubwa ya swala yake kuharibika asipofanya hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa idha lam yakun baina yadayhi mithlu akhirati rahli, itakapokuwa yule anayeswali mbele yake hakuna hicho kibao mfano wake ambacho kinapatikana kwenye kile kiti cha ngamia nyuma, fa innahu yaqta'u salatahu alhimar, hakika ya swala yake itakwenda kuharibiwa na punda, walmar'atu, na mwanamke, walkalbul aswadu, na mbwa mweusi. Shekhe, naomba tuwe makini hapa. Yule ambaye atakayekuwa anaswali mbele yake hajaweka sutra kumwonyesha ya kwamba huu ni mpaka wangu hapa ninaposwali, kama wataka kupita pita nyuma ya hiyo sutra. Ikiwa hakuweka hiyo sutra, kuna uwezekano mkubwa wa swala yake kuharibika pindi atakapovuka nani? Punda, mwanamke na mbwa mweusi. Huyu mbwa mweusi, Abu Dharr al-Ghifari aliulizwa na mtoto wa ndugu yake, akamuuliza ya kwamba inakuwaje kwenye kuharibu hiyo swala awe ni mbwa mweusi, asiwe mbwa mwekundu, mweupe na rangi nyingine tofauti? Abu Dharr akamwambia, ya bana akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, ewe mtoto wa kaka yangu, saaltu nabiyya sallallahu alayhi wasallam, niliwahi kumuuliza Mtume, rehma na amani zimshukie yeye, kama saaltani, kama ulivyoniuliza mimi. Faqala, akasema Mtume, alkalbul aswad, mbwa mweusi, fa innahu shaytanu, hakika huyo ni sheitani. Shekhe, mwanielewa? Sasa tuwe makini. Unapokuwa mathalan unakutana pia na mbwa mweusi, inakuwaje? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mbwa mweusi fa huwa shaytan, huyo ni sheitani. Sasa chunga, wakati usiku unatembea unakutana na mbwa mweusi, jilinde kwa Allah jalla fi'ala kutokamana na sheitani, kwa sababu huwezi kujua ndo sheitani mwenyewe ama ni mbwa kweli huyu. Lakini pili, tukija katika jambo la punda, punda anapokuwa yuko mbele yako anaweza kuiharibu swala yako, kwa sababu maulama wanasema ile sauti ya punda huwa ni sauti ambayo kwamba ni yenye kutisha na yenye hofu. Wakati anaipiga ile sauti yake, ikiwa wewe unasali wakati kama ule, anaweza kukutia pia wasiwasi kwenye swala yako. Shekhe, mwanielewa? Ama jambo la mwanamke anapopita mbele anaweza kuiharibu swala yako, hili ni maalum, linajulikana. Mwanamke ni fitna, mwanamke ni mtihani. Leo unapokuwa ukobezi pale, anaweza kupita mwanamume hata ukawa hauna habari na akawasalimia kabisa, oya niache, mkajibu kabisa poa, jamaa huyo akapita akaenda zake. Lakini mathalan anapopita yule mwanamke pale, na ikiwa amevaa mavazi ambayo ni ya hasara, mavazi ambayo kwamba yamebana, yanaonyesha shepu ya mwili wake, pindi anapopita hata asisalimie, watu watageuka, wageuki, lazima watageuka kuangalia anayepita ni nani. Sasa leo mathalan, hebu jalia pia unaswali pale kwako nyumbani, haujaweka sutra, mke wako amevaa nguo zake za kulalia, night dress, tuelewane, nguo ambayo kwamba ni TV inaonyesha kila kitu, inaruhusika kwa mwanamke anapokuwa chumbani yeye na mume wake avae vazi ambalo jepesi. Siku hizi wake zetu na dada zetu hawajui mapenzi, shekhe, wala wasinilaumu shekhe,
Hakuna tofauti wakati wa kulala usiku na wakati wa mchana. Mchana azunguka na dera, usiku chumbani kwa mume wake pia yuko na dera. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Usiku kunatakiwa kuwe na nguo ambayo ni maalum special kwa ajili ya mume, nguo ambayo ina sifa ya TV, inaonyesha kila kitu. Sasa ikiwa mathalani unaswali pale, hebu niambie yule mke wako akipita pale mbele, shekhi, ni fitna ya aina gani ambayo utaipata? Lazima swala yako itapata kushiriki, swala yako lazima itakuwa na mitihani. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi moja anasema, ittaqu dunya wattaqu nisaa, iogopeni dunia na muwaogope wanawake. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisai, hakika ya fitna ya kwanza iliyokuwepo kwa kizazi cha Israili, hawa bani Israili, ilikuwa ni kwa wanawake. Maulama wanasema fitna ya mwanamke anaweza kumlazimisha mume wake ndani ya nyumba akatoa matumizi kinyume na uwezo wake. Yaani mwanamke ndani ya nyumba anahitajia mahitaji makubwa zaidi kinyume na uwezo wa mume wake, kwa sababu anampenda yule mke wake, hataki kumuudhi wala kumfanya awe na huzuni. Mwanamume yule anakwenda mbio, lengo ni nini? Apate fedha aweze kukidhi mahitaji ya yule mke wake. Lakini fitna pia ya mwanamke inaweza kufikia mahala mume yule kazi yake ni duni, mshahara wake anaopata ni wa chini, akamlazimisha mahitaji ya ndani ya nyumba, ikafikia mahala yule mwanamume akaanza kufanya mambo ambayo ni ya haramu, akajishughulisha katika kuiba, akajishughulisha katika biashara haramu za kuuza madawa ya kulevya, unga huu ambao ni drugs. Kwa sababu gani yule mwanamume anayafanya yote haya? Ni kwa sababu tu aweze kupata nguvu na uwezo wa kumridhisha yule mke wake ndani ya nyumba. Aliyesababisha ni nani? Ni mwanamke. Lakini mwanamke huyo huyo ana uwezo wa kukushawishi wewe ambaye ni mcha Mungu, uliyesimama kwenye msimamo wa ucha Mungu, ukajikuta unaingia katika zinaa kwa vitimbi ambavyo anavyokufanyia yule mwanamke. Ndio maana Mtume akasema, ittaqu dunya wattaqu nisa, iogopeni dunia na muwaogope wanawake. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fi nisa, fitna ya kwanza iliyokuwepo kwa bani Israili ilihusiana na wanawake. Kwa hiyo mwanamke unapokuwa unaswali, Mtume sallallahu alaihi wasallama amemtaja kwenye hadithi hii, kama haujaweka sutra, mwanamke yule anaharibu swala yako, mwanamke yule anakwenda kuisambaratisha swala yako. Maulama wamekhtalifiana hapa mahala gani Mtume aliposema fa innahu yaqta'u salatahu alhimaru walmar'atu walkalbu alaswad, hakika yule ambaye hakuweka sutra wakati anaswali, swala yake itakwenda kuharibiwa na punda na mwanamke na mbwa mweusi. Maulama wamekhtalifiana. Baadhi ya maulama wanasema mwanamke huyo, punda huyo, mbwa mweusi huyo anaiharibu moja kwa moja ile swala. Kama ukuweka sutra, swala imekuwa imekufa. Ila kundi la pili la maulama wakasema ile swala haiharibiki, bali thawabu zake zinapungua pindi anapopita mtu pale mbele yako ikiwa haukuweka sutra. Na hili ni jambo ambalo watu wanafanya nini? Wanakuwa wavivu nalo.
kuna kitu kimewekwa pale maalum ambacho kinaitwa sutra. Umeingia wataka kuswali katikati ya msikiti, chukua kile kibao kiweke mbele yako, inakuwa ni sutra. Umekosa kile kibao, mathalan kuna ukuta karibu yako, sogea kwenye ukuta, ule ukuta unakuwa ni kama ni sutra kwako. Umekosa ukuta karibu, kuna nguzo, simama nyuma ya ile nguzo pale, inakuwa ni nini? Inakuwa ni sutra kwako. Hadithi hii kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 510. Tunakwenda ushahidi wa pili. Ana Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Sa'id al-Khudri, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendelee, amesema sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie yeye, akisema idha salla ahadukum, pindi anaposwali mmoja wenu, ila shay'in yasturuhu minan nas, katika kitu ambacho kinakuwa ni sutra, kinamuhifadhi, kinamlinda swala yake kutokamana na watu. Fa arada ahadun, akataka mtu ayajitaza baina yadaihi, kuvuka mbele yake wakati anaswali. Ashaweka sutra, lakini mtu akawa analazimisha kupita wapi? Mbele ya mtu anayeswali, wakati mwenyewe kaweka sutra. Mtume anasema faliyadfa'hu, na amzuie huyo mtu. Kama anataka kupita afanye nini? Amzuie huyo mtu. Fa inna aba, akikataa akawa analazimisha kupita mbele ya mtu anayeswali, falyuqatiluhu, na ampige vita, ampige, amkungute. Fa innama huwa shaytanu, hakika si vinginevyo, huo shaytani huyo. Sheikh, wanielewa? Unaswali mwenyewe umeweka sutra kuonyesha ya kwamba wewe mwenye kupita unafaa kupita nyuma ya sutra, lakini anajifanya kama sutra haioni, anataka apite mbele yako. Mtume anakwambia hatua ya kwanza mfanye nini? Mzuie, yaani weka mkono, umwambia ufai kupita. Umeondoa mkono, anataka kupita kwa lazima, jaribu tena kumzuia. Tuelewana? Sasa analazimisha, kwani utanifanya nini? Napita bwana. Mtume anasema falyuqatilu, amkungute huyo mtu. Kwa nini amkungute? Fa innama huwa shaytanu, huyo ndio shaytani mwenyewe huyo ambaye anataka kukuharibia swala. Sheikh, mmenielewa? Si maneno ya Ustadh Isa, ni maneno ya nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii imepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 509, Muslim kayapokea kwa nambari 505.